Watanzania tunamwenzi vipi baba wa taifa? Akiwa Mkristo ajue hatumchagui kwa sababu ya Ukristo wake. Akuwe ni Muislamu ajue hamtumchagui kwa sababu ya Muislamu wake. Hatumchagui awe rais wa Wakristo wala hatumchagui awe rais wa Uislamu. Na tunataka hilo alijue na alikubali kwa dhati na alisimamie kwa sababu ndiye kiongozi wetu. Alisimamie kwa dhati na bila woga, ndiye kiongozi wetu katika nchi changa namna hii ambapo watu haraka sana kukimbilia ukabila, haraka sana kukimbilia udini. Tunataka kiongozi wetu awe imara kabisa katika mambo haya. Ujumbe huu wa kuhamasisha wananchi kuchagua viongozi safi unaletwa kwenu na ITV Radio 1. Marekani na watu wajabu sana. Walikuwa na jamaa moja, rais wao anaitwa Kennedy. Alikuwa kijana mdogo tu wakati anafanywa rais. Vijana kwa maana siku ya hiyo, maana alikuwa nadhani wamemchagua kuwa rais wao na miaka 43. Nadhani 43 au 44. Sasa huyo ni mtu kijana. Hata hapa Tanzania leo ni kijana. Tumeendelea. Alipochaguliwa na Marekani akawa rais wao, hotuba yake ya kwanza kabisa anawaambia wananchi wenzake na hasa vijana. Anawaambia wananchi wenzake na hasa vijana wenzake. Anasema usiulize Amerika itakufanyia nini. Jiulize wewe utaifanyia nini Amerika. Ujumbe huu wa kuhamasisha wananchi kuchagua viongozi safi unaletwa kwenu na ITV Radio 1.